Nilipelekwa deep in the ocean. Ndio soul yangu ilienda kule bila mimi kujua. Sasa hapa nilikuwa tu na body peke yake. So nikaenda deep. After ile abortion sikuenda mbali. Nilipata mtoto mwingine. Ukapata mtoto mwingine. Kwani hukuogopa? Sikuogopa. So mwanaume akikuja tu akukatie kidogo umeingia box. Ingia box. Yaani ni kama uko na remote, yaani ni kama wewe ni mali ya property ya mtu na kuwa controlled. Ujuangi kusema no. So mwanaume akikuja tu yes. Twende. So alikuwa ametufunika tuoni anything, so tumekuwa mali yake. So hizi nguo ni kama alikuwa anazitengeneza before awape? Atupe. Ni kama alikuwa anapewa order from there. Anapeleka kule? Zinanenewa ndio awape. Anatupe. Ni date watu wengi sana. Unaona ile mahali mpaka unaona uchagonjeka mpaka unashindwa Mungu how. So kila mwanaume ulikuwa na date lazima ulale naye? Okay, wale wanaume kidogo umewahi lala nao kwa siku ni wangapi? Naenda na 4. Mimi nilikuwa naenda na 4 kwa siku. Hao ni mabwana za wenyewe. Mabwana za wenyewe. So ulikuwa unataka vijana? Mimi by the way sikuwa nataka vijana. So ulikuwa umetarget tu married men? Married men. Na wao so kulikuwa na spirit ndani yako? Kulikuwa kali sana. Spirit ya kutaka tu wanaume. Kutaka tu wanaume. Mwenye unapata tu umeenda naye. So walikuwa wanakuja nalala na wewe usiku kwa ndoto. Spiritual husband. Wanakaa wangapi hivyo? Sasa unapewa tu mwanaume tu mmoja naye anakutoshelesha. Hata nimekaa na wao sana kutoka hata nikiwa high school sasa. Spiritual husband ukiwa high school? Nikiwa high school. Sasa hizo spiritual husband asikuwa itaka nipate mwanaume. Asikuwa itaka juu sasa mimi ni property yao. Na hii spiritual husband umesema ulisukumiwa na yule ango. Akanigonga ile vimbo huku kwa kichwa nikakufa. Welcome back KG family and thank you so much. Thank you for new and returning subscribers. Thank you for your like, your comment. Thank you for always sharing our content. We believe you have been learning or you are learning from every video we upload here. And today in our show we have this amazing guest who's ready to share a testimony. Yes, a testimony with you. Remember, life is spiritual. I believe you are going to learn from her testimony. But before I do that, kama uko pale nje na ungependa to travel out of the country, kuna this sister ambaye ni Mkenya mwenzetu, naweza niseme hivyo, ameishi kule majuu sana miaka kama over 30 years, na kule ameona mambo mengi, amepitia mambo mengi, amepoteza vitu, karibu auliwe, amepitia a lot, ameona a lot, na ameandika this book ambayo inapita hapa kwako, inajiita The Jezebel at the Social Office. Yes, this book iko na a lot of dark secrets ambazo vitu ambazo zina happen kule ngambo ama kule juu. Angependa wewe usome ndio upate kujua hizi vitu. Usiende kule ujipate pabaya ama ujipate kwa hali ya lijipata ndani ama uanguke kwa mikono mibaya ama ufike kule alafu instead uende usaidike kule ujipate umekuwa mtu mwingine mbaya sana. Maana saa hizi anasema vile kunaendelea uende ukafika kule pale kwenye ulikuwa inafaa uende usiende tena, upate mambo yamebadilika, ujipata kwa mikono ya watu wabaya. Maana kule sasa mambo imekuwa ni life ni spiritual. Anasema life ni spiritual kule saa hizi, usipochunga utajipata unamtumikia shetani bila kujua. Maana yeye wakati alijua anawindwa kwa sababu sasa ashajua ukweli, karibu auliwe. Amejaribu kuolewa mara kadhaa lakini Mungu amemsaidia. That's why nataka usome kitabu. Hii nambari ambayo iko kwenye kitabu ni yake, unamchatisha, unamuuliza mambo kama unataka kujua more about about majuu ama wapi, more about book, atakwambia vile utaipata. Iko online, unainua online, unaisoma na itakusaidia sana. Na kama pia uko pale nje na ungependa ungependa ujue about ungependa ku attend computer classes ama ungependa ukue the best when it comes to photography, videography, ama ungependa ukue the best when it comes to IT technical, please contact us KG Media Creative College. We offer those classes. Hiyo shule yetu ambayo inafunza hizo vitu zote. Na remember huko ni media. So kuna vitu utajua ama utasoma zenye ungeweza kujua mahali pengine. So karibu some na sisi na piga simu uliza maswali yote unataka kuuliza. Tunapeana certificate, tuko registered, utapata experience. Huko tuko na ma experts. Utapata wewe umeiva na wewe ni wembe. Ama wewe ni baba lao ama mama lao. Utakuwa mnoma sana, au sio? Before ni introduce mgeni wetu wa leo, hii ni disclaimer ambayo naweka hapa.
Any person ambaye ama kama uko pale nje na unataka kushare story, remember hapa hatulipishi. Hakuna mtu tumailipisha kukaa hapa ashare story yake. Na kama huko unaweza sema Kejuli nilipisha 10k, 5k ili tujue kama ni hii kg ama kuna kg nyingine. Na before upigie mtu yote ambaye analeta hapa simu, awe ni pastor, awe ni mtu anafunza mambo fulani, maana hii ni spiritual clinic where we learn spiritual things. Yes, spiritual clinic. So we come here to learn. Tunakufunza wewe, you learn. Sijakwambia upigie mtu simu. Ukijipata unapiga simu, maybe mtu ameongea story inafanana na yako ama mtu amefunza mambo mazuri, ni wewe umepiga. Na ikitokea unakoniwa ama umenyang'anywa pesa ama mtu amechukua pesa yako na maybe akakufeli kwa maombi, remember sasa hiyo ni yako na wewe. Sisi hatuko. Sisi yenye tumefanya, tumemleta akufunze wewe spiritual things. Wengine wanashare testimony zao ili wewe ukaweze kujua Mungu anaweza, Mungu anafanya maajabu, ili ukaweze kupata hope, ukaweze kupata nguvu ya kuendelea kimaisha. Lakini ikifika sasa ni wewe na ule mtu mwenye alikuwa hapa mnafanya business kule nje kando na hapa, ni nyinyi wawili. Sisi hatuko. Ukoniwe, uibiwe, unyang'anywe pesa, usiseme ulitoa mtu kwa KG. KG ni place where you learn spiritual things. Ni kama tu class ama kanisa. So hatujakwambia umpigie, lakini kihappen unapiga na upate mambo yako hajaenda vizuri, don't blame us. Hapo hatuko. Once ametoka hapa ameenda, we don't know them. Tunawajulia hapa reception. Hata we sister nilikujulia hapa reception, si ndio? Yes. Wakati ulipiga simu ukasema unataka kushare story, tumejuania pale kwa gate tukikuchukua hapa reception, umefika studio. So we don't know them. Hatuwajui penye wanatoka, hatujui madhabahu yao. So be careful. Usiseme ulitoa mtu kwa KG. KG ni media ya kufunza watu spiritual things. Oga, don't say I found this person kwa KG. Ulimuona, lakini ikifika ni biashara zenu kule nje, blame yourself. Count us out. Nilikuwa nataka tu ni clear the air. I hope umenielewa. Count this media out. Hatuko. Sister, mambo Poa sana. Karibu sana. Asante. Nafurahia kukuja kwako. Umekuja kushare story kwa KG. Yes. Asante sana. KG family. KG family. Umekuwa ukitufuatilia for how long? Mimi nimekuwa fani wenu sana. Mkianzia mitini kule mpaka studio. Wenyewe unatujua. Mitini. Nikwambia story zako mingi hapa utashangaa mpaka wewe mpaka singine umesahau, lakini mimi nasijua. So tukiwa nje. Bado mpaka hapa tunashukuru. Karibu sana. Asante. So naamini pia unataka kushare yako watu waisikie, si ndio? Yes. Sasa utuambie majina, wewe ni nani? Okay. Okay. Kama tukianza wacha we study by the blood of Jehova, tunakushukuru, tunalinua jina lako, tunasema wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na utukufu wakati kama huu Jehova, tunalinua jina lako. Sasa tunapoenda kuanza hii sekta nyingine Baba yangu ya ushuhuda, Baba tuomba Roho wako Mtakatifu atuelekeze. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu. Saidia familia huko nje Baba yangu, sasa sinateketea mfalme, tusaidie na sisi Baba. Barikia madhabahu ya KGTV ili tunaposhare ushuhuda Baba, iwe ni wewe unatukuzwa, shetani angamie milele siku zote. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Sasa tawala akili zetu, hata maneno tunayoongea Baba yangu, wewe mwenyewe ongea na watu wako kupitia sisi ni vyombo tu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Karibu sana. Okay, kwa majina naitwa Nancy Kimto Oreri. Nimezaliwa Kisii, Nyamira. Place inaitwa Bumulito. Okay. Mimi ni Mkenya. Okay. Niko na idea. Mbona umesema wewe ni Mkenya? Kwa sababu nimetoka Nyamira. Kwa kuna wengine wanasema mimi ni Mkenya lakini tunapata bado si wa Kenya. So hata ukisikia Kiswahili yangu ni ya Kisii. Kisii kwenyewe. Kisii kwenyewe. Tunashukuru Mungu. Nimeishi nikiwafuatilia na hizi ni zenu by the way testimonies zimeniweka level nyingine. Ninashukuru Mungu. Kwangu spiritual grow through KGTV. Glory be to God. Amina, amina. So story yangu imeanza nikizaliwa 1992 kule Bomolito November. So mimi nilizaliwa mtoto wa pili kwa mzee na mama anaitwa
Ni Uniana Oreri. Okay. So nimekuwa mtoto wao wa pili. Okay. Nashukuru Mungu, sasa hapo ndio story yangu imeanza. Tunataka yote na uende deep. Yes. Sawa, Mungu anisaidie. So uko nimesoma bado Bomulito, nikagrow Bomulito, yes. Primary Bomulito, secondary Bomulito. So exposure mingi sichapata, unaona ni kule primitive. So mimi after form 4 ndio sasa nimekuja huko Nairobi. So story yangu I think Mungu alinitumia hata kama sijawekwa hata tumboni mwa mama yangu, kwa sababu nilipozaliwa nilipewa jina Kemto. Kemto alikuwa ni mama mwingine, ukienda huwa anakufafanulia mambo yako, anasema ni kind of Sia, wanaitwanga Sia. Sia. So I think ni Mungu alikuwa amenichagua nikuwe prophet. So na shetani na yeye alikuwa anang'ang'ana. So kwangu ni kama kulikuwa na vita. So nimekuja kurealize later on nitakuja tutafika hapo. Sasa nilipokuwa nimezaliwa, sasa nikaenda shule. Nimeenda shule Bomulito, nikasoma primary, nikaenda secondary. Yes. Sasa hii between hapa nilikuwa tu na roho ya rejection. Sikuwa ijua. Okay, nilikuwa wazazi wangu waliniweka katika madhabahu ya Mungu, nilikuwa kanisani. So I think hiyo kanisa ndio imekuja kunisaidia later on. After kupiwa vita huko sasa kwa dunia. Sasa okay, mimi nilikuwa nikionyeshwa tu mambo nikiwa mdogo. Grade inakumbuka sasa inaitwa grade 5. By then nilikuwa standard 5. Sasa okay, sasa nilionyesha kuwa anko yangu amekufa. Na anko alikuwa uhai. Hata yani alikuwa tu mzima. Hata kuwa amegonjeka. Sasa mimi nikaonyeshwa kuwa huyo anko nikamuona kama Coven white hivi. Na kumbe hizi colors zinamaanisha mambo mingi. Sijui ni kwa nini Mungu anionyesha kuwa ni white. Na kuwa amefarishwa nguo, na katika hiyo jeneza amesmile. Sasa mimi nikasema anko, na simu nikakemea, nikasema si kwani ninajua kuomba. Akasema kitu kama hii sasa itahappen aje na si mgonjwa. So mimi nikaachana naye. Nikalenga. Do you know anko alikufa? Hakuchukua miaka 2. Alikufa. So wakati alikufa, the same jeneza niliona katika vision, hata ikuwa ndoto, ilikuwa vision. Ndoto kwangu ina take time ndio itimie. Lakini vision ninaweza kuwa na vision saa hii na ifanyike immediately. Ama isiende sana. Sasa nikaanza kwani anko aje amekufa. Hiyo ni class 5. Na anko alikuwa anatupenda. Na tulikuwa tunamtegemea. Kwanza ndio sijafika kwa hiyo kifo yake, yeye ndiye alikuwa anatulipia shule. Baba yangu alikuwa amesimama na wao. Babu alikuwa amekufa kitambo, baba yangu akiwa form 4. Sasa baba akasema watoto wetu nitawashika. Babangu ni roho safi sana. Akaachiliwa huku Mombasa, lakini akaona kwetu nyumbani vitu haviendi vizuri. Akasema wacha akuje aoe, hata alioa mamangu akiwa class 7. Mamangu hata menstruation amekuja kuonea kwetu akituambia. So akaoa mapema. Sasa wakuwa wanalima, wakakuwa na bidii. Akasema sasa mimi ni kama mimi sasa ndio baba. Wacha niilea watoto wetu. Akawasomesha akiwa akilima mahindi, akitupea story. Akiwa akilima mahindi, akiwasomesha na akilisha familia. So huyu anko walikuwa twins. Kwa kina baba wako 4. Huyo mmoja alikufa, sasa wamebaki 3. Sasa huko amefanya nini? Sasa nikaonyeshwa kwa jeneza kuwa amekufa. Sasa sasa ndio okay, wacha turudi hapa nyuma. Baba yangu ndiye alikuwa anawasomesha, alitake responsibilities, si ndio? After babu kukufa. Sasa akawasomesha. Sasa huyo anko akakuja akasema, watoto wa bradhangu fenya aliamua kutu take over, na mimi kitu nitakufanyia. Akamwambia dadi, akamuita kwa jina. Mimi kitu nitakufanyia, sitakupea zawadi nyingine apart from kukusaidia watoto. Sasa anko ndiye akaanza kutusomesha. Mimi nimesoma primary, nimesoma Bomulito, lakini iliape ni anko akachukua academic nyingine, nikasoma grade 5.
around 6 wakati alikufa 4 na 6 wakati alikufa ndio tena sasa kukakuwa kugumu tukarudi. Hata kisungu yangu ndogo ndio nilipata katika so masomo yangu imekuwa ngumu kidogo. So anko akafanya nini? Akakufa. Sasa venye niliona nikashanga. Sasa ndio nikaambia Mungu, sasa wewe kama unikinyonyesha mambo na ina happen, hii si huduma. Hata sikuwa nimeokoa, mimi nikasema bado mimi ni mdogo. Lakini Mungu alikuwa ameniita nikiwa mdogo kama Samuel. Lakini nilikuwa tu ninamtumikianga namfanyia kazi. Sasa nyaka alikufa kila kitu. Mpaka watu wakasema time imezima kijiji kwa sababu anka alikuwa anasaidia kila mmoja. Sasa ikafika mahali so sasa after kuzikwa 205 sasa papangu akasema watoto siwezi wafanya nini? Siwezi. Sasa nyaka alituachia ikamshinda. Tukarudi normal school. Tukakuja nikamaliza class 8. Class 8 katika hiyo shule mimi ndio nilikuwa around number 2 kwa sababu nilikuwa na 200 marks. So nilijaribu. Sasa babangu hakunipeleka shule nyingine. Yaani hakuona tena utofauti umuhimu wa masomo. Sasa na mimi nika give up. Na maneno ya mdomo huwa inakuanga na powers. Na mimi nikasema siwezi soma. Unaona nimechirani. Kama hukunipeleka ile shule nilikuwa ninataka ukinipeleka hii siwezi soma. Na imagine sikusoma. Nilifika form 1 around the second term mwezi wa 9 nikapata mimba. Venye nilipata mimba, hii mimba nikafanya nini? Sasa nikashare na marafiki. Wakaniambia bado wewe ni mdogo. Sasa mtoto nikafanya abortion. Sasa venye nilifanya abortion, I think ndio sasa sasa in the process nilipelekwa deep in the ocean. Sasa I think ndio soul yangu ilienda kule bila mimi kujua. Sasa hapa nilikuwa tu na body peke yake. So nikaenda deep. Hapo sasa ni 209. Nikaenda deep in the sea. Sasa huko ndio nilipata hizi mamba kubwa, fish kubwa kama ile ya Yona ilimeza Yona. Ni kama ndio hiyo kwa sababu niliona ndio peke yake kubwa, singine ni ndogo. Sasa mimi sijui mpaka sasa I think nilikufa mpaka nikasikia nimezikwa mpaka fichiko zimemaliziwa kazi, watu wamenawa wamekula wakaenda. Na imagine niko uhai. So meaning is the soul ilikuwa taken. Sasa ndio kwa ndoto ama ni kwa ni kwa vision sasa. Wakati nilikuwa nimefanya sasa abortion. Wakati umefanya sasa umelala halfway. Like so huko sasa ndio nilipata grandmother wakina shosho yangu sasa. Alikuwa amekufa hiyo mwaka. Nikamuona kule. Mimi sijui KG kama watu mtu ni kama usipokufa uende kwa Mungu kuna mahali unaendanga. Mimi nilimuona lakini hakuniongelesha. Labda angeniongelesha na mimi singerudi. Nilienda kumuongelesha nikamwambia shosho unafanya nini huko? Alinyamaza kama amefunga mdomo na amefunga macho kuniangalia anything. Lakini huko ni maji tu inapita, mchanga iko chini. Mimi niliona si huko chini. So nikafanikiwa kutoa hiyo mimba. So nikaishi tu tena maisha normal. Nikaambiwa tu enda shule. Yaani ile tu kuenda. Unaona nilikuwa nimesema kujisukumia tu. Nilikuwa yani sikujuanga. Okay. Tunapoambiwa our great grandfather alikuwa ni witch mbaya sana. So ni kama hiyo madhabahu ilikuwa inanena. Naona venye nimefuatilia hapa stories kama madhabahu ilikuwa inanena, hakuna kitu inafanyika. So ni kama hiyo madhabahu ilikuwa inanena. So huko kuna poverty, kuna yani everything, yani kila kind of hiyo sasa siko huko. Sasa mimi nikafanya nini? Nikaenda shule, nikamaliza form 4, nikapata grade nilipata. Hata sikuwa itaka kujua ni nini. Sasa niko ile sasa nataka tu maisha yangu. Sasa ndio Mungu aliniotesha ndoto nyingine kuwa sasa mimi nilifanya agano na Mungu. Ambia mimi kazi yako kama unaweza nionyesha vitu na ina happen mimi kama unanionyesha mbona tena usikawie kwa sababu wewe ni Mungu wenye uwezo na mamlaka. Nika give up kwa Mungu. Sasa nikaenda Azimio.
Sasa nilipomaliza form 4 nilienda kwa kazini ya yangu hapa Naivasha. Nikakaa. Sasa sijui kama mimi nilikuanga na ile roho ya rejection. Sasa ninapokuwa kwako hatuelewani, mara tu unanichukia, mnaniekelea tu mambo. Sasa nikakaa huko, anka akasema atanipeleka computer. Nikafanya computer, lakini computer sikuwa nashika anything. Mimi maisha yangu ilikuwa imefika, yani nilikuwa sharp primary. Sasa kutoka hapo fahamu ikapotea, nikakuwa zuzu tu, a living death. Nikakuwa tu ninayumba. Ni kama mtu ako na remote anakucontrol. Fanya hii. Sasa nikakaa huko mwaka mmoja. Sasa auntie akanifanyia, alikuja akakufa, akanifanyia tu yani vitu atuelewani, haieleweki. Unajua aliambia anko what? Huyu mtoto alisema atatuwekea sumu nyumba mzima. Sasa na mimi nikaambia sumu hata sijaisikia mamangu, yani kwetu hata hakuna. Sasa mambo na sumu inatoka. Hapo unaambiwa wewe ndio umemaliza form 4. Yani ni mtoto, kuna vitu vingine huwezi kukujia kwa mawazo. Sasa nikaona hapa ni kama nisitakiwi. Yani kama nikienda kuna roho inanifuatanga. Nikienda tu mahali instead nisaidike juu that uncle alisema nikimaliza hapo kama 1 year nikikuwa ninaongoja research. Sasa nitafanya computer ndio anifanye nini? Aniweka hata kama ni saruni kwa sababu nilianguka. Nikasema is a good idea. Na niko na mtoto ule mwenye nilikuja nikapata form 2 tena. After ile abortion sikuenda mbali. Nilipata mtoto mwingine. Ukapata mtoto mwingine. Kwani hukuogopa? Sikuogopa. Mimi ilikuwa is me. Mimi sikuwa naambiwa. Mimi hata wazazi wangu walikuwa wanashanganga na mimi. Mpaka babangu nasikia akiniombea kwa watoto wote. Konya huyu mtoto. Habu atowo litobo aseke gusi kwa kikisia nasema akona uzito mingi, yani akona utineja mingi hata yeye anielewi. Amenichapa mpaka ananiambia wewe nitakupasua kichwa. Naambia si uipasue. So mwanaume akikuja tu akukatie kidogo umeingia box. Ingia box. Yani ni kama uko na remote, yani ni kama wewe ni mali ya property ya mtu na kuwa controlled. Ujuangi kusema no. So mwanaume akikuja tu yes. Twende. Wengine hata ni neema tu kugonjeka. Nitakuja kufika hapo. Sawa. Pole. Pole. So, nilipofika huko, sasa nikaona kumeumana. December ikafika. Nikaambiwa sasa wewe, mahali imefika, hatuoni ukikaa hapa tena. So nikamwambia ina shida. Na mimi ni ule si apologize. Umeona? Hivyo, yani hatuwezi hata committee tuongee KG imekuwa hivi na hivi. Sasa kwa sababu ya hii unaomba msamaha, unaweza yani ile mnaongea kama watu wazima ama relative ama friends ama workmate. Nasema mtu ukosea. Kama umekosea utarekebisha ama ule. Yani mimi hiyo kwangu haikuwa kama nimeambiwa ni kuenda na mimi ni kuenda. So na mimi nikasema sasa ni mimi na dunia. Wako nilikuwa nimekaa 1 year. Do you know sasa anko ya kina my dad mwenye wamezaliwa na yeye alipigia ule anko kumwambia watoto sinakwambianga watoto wa bradhangu hata ufanye nini. Hakuna kitu watoto hawezi saidika. Kumbe ni yeye. Johnson yeye anatufanyanga hivyo. Kuwafanyia aje? Tueleze kila kitu, usikuwa unatuambia tu kwa mafunzo. So this uncle of mine, mimi nilikuja kuambiwa na Mungu kuwa wakati sasa huyu wa my really uncle. Nilikuja kuambiwa wakati mwenye ule uncle mwingine alikufa, aliogopa. Akasema second ni yeye. Huko kwetu watu wanaogopa kwa kweli uchawi. Huko kwenu kwanza uchawi. Akasema kisi mpaka watu wanachomanga. Watu wanachomanga. Akasema wacha na mimi nitafute ya kuchirinda. Ile unasemanga wacha nitafute ya kuchirinda. Kumbe shetani na yeye anakuongojea wewe kuja uniwakie. Sasa nikaambiwa alienda kutafuta protection. Alipoenda kutafuta protection, sasa aliambiwa unitupea soul yako. Tuifanyishe kazi. Sasa ukipeana soul huko, wewe kitu naambiwa kama ni mamako kumtoa, hivyo ndio unafanya. Kila kitu unaambiwa kwa sababu soul yako unaifanya nini? Ushaiuza kule. Sasa alikuwa anatuletea nguo.
anatuletea nguo tukiwa primary. Sasa kumbe hizi nguo sisi tunafurahia ni Ankonia. Na hii naambianga tu watu hizi masawadi tunapewa. Okay, pewa sawadi lakini niombe. Hujui imetoka madhabahu gani. Sasa alikuwa anatuletea manguo. Sasa sisi tunafurahia ni Anko ametuletea manguo. Nguo hii manguo iko na secret. Okay. Ilikuwa na secret kubwa sana. So alikuwa ametufunika tuoni anything. So tumekuwa mali yake. So hizi nguo ni kama alikuwa anazitengeneza before awape? Atupe. Ni kama alikuwa anapewa order from there. Anapeleka kule? Zinanenewa ndio awape? Anatupea. Kwa sababu maisha yetu venye ilikuja ikayumba yumba, mimi kama si uokofu, hata tulingekuwa tungeangamia. So hizi nguo zake alikuwa sasa kila kitu, sasa kuwa tuko na rejection na hatujui. Okay. Sasa mimi rejection imenikula mpaka kwangu chusi, nitafika tu kwangu. Yes. Sasa mimi hiyo rejection nikamwambia kama ni na mimi ni ule ushaona hivyo si nyinyi ni relative na mnanifanyia hivyo mimi ni kuenda hata si apologize sikumbuke kama niko na mtoto mwingine ananitegemea sijaoreka hapo ni bado ni msichana. So huyu mtoto wa pili ulijifungua? Huyu hukutoa? Huyu sikutoa. Okay. Huyu nilijifungua hapo. Okay. Na kwa Mungu amemwezesha kwa grade 9 sasa. Okay. So okay sasa hizo manguo kumbe silikuwa sinanenewa na sisi hatujui. Mimi after kuokoka ndio Mungu amenipea mapicha zingine mpaka KG nimelia lakini nikasema tuko na ushindi. Kama Mungu umekuwa na sisi, hakuna mtu utakaikuwa na yeye. Mungu anapendanga kila mmoja. So mimi nikatoka huko. Lakini Anko huwa anafanya monitoring spirit. Yule aliendanga wapi? Anaendelea. Hawezi kupigia wewe. Lakini kwa kufuatilia story zako anasifuatilia na kukusaidia hawezi kusaidia. So hapo ndio nilikuja kuona huyu ndiye ako behind the scene. Yes. Hata ndio nilikuja kuonyeshwa hizo manguo. Sasa nikakuja Nairobi. Sasa nishatokana na huko na hata nilikuja social media nikaandika vibaya sana. So kule before ufike kule utoke kule tuambie ulikuwa sasa umeharibu kabisa kule. Nimeharibu. Nimeharibu na sitaki hata kuapologize. Ile yani si kuanga mbaya lakini nilikuwa na hiyo roho ya rejection. Kwa sababu huko ni mimi nilikuwa kama maid. Nilikuwa nikifua. Nilikuwa sometimes mpaka wakati nilikuwa nikiteseka finally hapa Nairobi nilikuwa naambia Mungu wangu kai nikumbuke hata zile nguo nilikuwa ninaoshea Anko is a bishop. Alikuwa ni pastor bishop. So ninaambia Mungu wangu kama makosa yote nimefanya lakini ukumbuke zile nguo nilikuwa nafulia mtumishi wako anakoa roho mingi kupitia Mungu nikumbuka hata kama ni kwa hiyo jambo moja. Na imagine Mungu wetu ni mwaminifu. Hiyo mambo alishikia. Ndio nasema chochote unachonena wala ndimi iko na power. Sasa nimetoka huko sisi nishatoka sasa kwetu. Nimemaliza form 4. Nimekuja Naivasha kumeshindikana, nimekataliwa, nimeambiwa nitawekea sumu. Wacha sasa nifanye nini? Nikaondoka, nikakuja hapa Nairobi. Nani nakuleta Nairobi? Nairobi sasa nimepiga simu. Nimepiga simu kwa kazini yangu. Nikamwambia we kuko hivi na hivi na hivi. Nimeachwa utaweza ni accommodate nikitafuta kazi. Mimi sikuwa hata ninataka juu sasa ilifika mahali education nyingi. Sasa mimi nikasema wacha tu niende Nairobi nikitume nifanye hata mchengo nifanye anything kwa sababu niko na mtoto na I thank God nilisaanga mapema ndio nikakuwa na majukumu kama singekuwa na majukumu labda hata dunia ingenimeza. So nikakuja Nairobi kazi yangu akaniambia kwanza nikakuja akaniacha akunikujia akaniacha stranded town. Sasa nimefika Nairobi nimeachwa stranded kumbe ni ile madhabahu bado inazungumza ile ya kutoka kwetu. Uwezi sasa ushaenda inakuachilia. By the way mimi nimekuja kurealize madhabahu huwa inakuachilia lakini inaweka limits. Ushaenda. Sasa unajua mtu akikuwa na soul yako ama shetani akikuwa na soul yako ndio ninaambianga watu ukijipata uko the long place wacha kutoroka pua kama umetoroka. Kaa hapo jifanyie deliverance ndio at least ukitoka kama uko huru. Sasa unaona hata uenda America kama uchakuwa delivered bado wewe ni mali yao. Wakikwambia rudi Kisii utachipata tu bomolito kwa sababu mimi ile madhabahu inazungumza. Sasa nikakuja huyo kazi ni yako nikujia. Haya kwa hapo sasa mtu mwenye nilipata ni mtu sikuwa expect. Wa kwetu sasa kijiji akipita. Nilikuwa hapa
45 stranded. Akaniambia Kimto unafanya nini hapa? Nikamwelezea. Alikuwa na huruma. Akaniambia mimi kwangu hapa Nairobi hata mtu kukuonyesha kwake ni ngori. Tunaonyeshanga mnaenda mnatuharibia majina huko kwetu venye tunaishi. Kwa sababu hapa tumejificha. Nikamwambia haki siwezi fanya nini? Siwezi kuenda kusema. Akaniambia hata sitakupeleka kwangu. Kuna mtu anatafuta mtu wa nyumba. Kufanya kazi ya nyumba. Utakubali? Nikamwambia nitakubali. So tukaenda akanipeleka huko ukipanda Sonic. Hapa 45 before ufike 44 in between hapo kuna place inaitwa Sonic. So huko ndio nikafanya. Imagine rejection bado nayo inanifuata. Yule mama hata hakunilipa after kufanya. Nilikuwa nafanya every. Nikasema labda kwetu ndio watu wetu hawanitaki. Sasa hapa wacha nichikakamue, nichitume, nifanye. Kumbe ile rejection bado inanifuata. Huyo mama alifika mwezi wa 4 akaniambia kitu nitafanya, wewe ninaona ukifanya tu kazi mzuri sana. Sasa nitakuwa nikikuwekea pesa yako vizuri. Nikuje kukupeleka college ama ikuje kukusaidia tu wasi. Na mimi nikaona tu ni mawazo mazuri. Sasa mimi nikatandika kazi, nikafanya kazi. Alafu alifika mahali akaniambia hapana, hapa kuna sister yangu anakuja leo usiku. Sasa wewe ni uame. Pesa yangu nitaanzia wapi? Hakunipea hiyo pesa. Hakunifanyia anything. Sasa aliniambia sasa wewe fanya nini? Wewe ondoka hapa. Sasa nilikuwa nishapata tu watu wa nyumbani, nikawapigia simu, mtu akaniaccommodate, akaniambia tuende tumstaki. Kumbe huyo mama hata simu yake, hata mahali unaweza mpata, hata mahali anafanya kazi hajulikani. Hiyo pesa ilienda hivyo. Sasa mimi nikaona the option ni mtu akaniambia sasa wewe ni ufanye kazi ya club hapa Nairobi ndio sustain maisha yako na mtoto wako na nyumbani tu wazazi wako wanajua uko Nairobi wanakutegemea. Sasa hapa ni ufanye kazi ya club. Hakuna njia nyingine. Nikafanya hesabu. Mimi hata kwetu sikuwa ionja pombe. Hatakuwa hata tunapika pombe. Nitaanza aje? Sasa nikaingia tu kazi ya club. Kechi nimetandika kazi ya club. Nimeifanya. Sasa hapa ndio nimekuja kurealize kumbe. Nilikuwa ninafanya kama blind agent. Unaona that soul of mine. Ilikuwa I think iko huko. Inatumika huko. Mimi sasa niko hapa. Kufanya tu kazi ya agent bila mimi knowing. Sasa nikakuwa ninafanya tu kazi, nikafanya kazi ya club. Unafika mahali unaenda kukula mshahara, unakunywa hiyo pesa yote inaisha. Unapata umeandikiwa mpaka kampuni inakudai. Unashindwa. Nilikuja kuchilea ama nini? Sasa huko hapo sasa ndio nikaanza sasa nikasema hakuna option. Sasa wacha ni date watu. Sasa nikaanza kudate wanaume wa wenyewe. Mabwana za wenyewe. Wenye wako na marriage zao. Yaani ni maisha tu inakusukuma hauko willing. Vitu unafanya mimi nilikuja kurealize usiaiona mtu hapa nje akifanya tu mambo na mgumu. Ujuangi the spirit behind. Ujuangi huyo mtu yani hata kutoka kwao kuna madhabahu gani na imesimamisha. Yani usiwahi wewe hata muite, hata mnulie chakula, muongeleshe tu kwa uzuri, labda atakuja kufunguka kuambie ni nini inamkuu. Tueleze venye ulikuwa unafanya. Sasa hapo nikafanya sasa hapo nilikuwa tu sasa ninafanya kazi ya club, kama niko na mabeste zangu ninawaita leo kuko na mogidi kwetu kuja. Yani nina invite watu kuja kwa club. Sasa hapo nilidate watu wengi sana. Unaona ile mahali mpaka unaona uchagonjeka mpaka unashindwa Mungu how. So kila mwanaume ulikuwa na date lazima ulale naye. Lazima ulale naye kwa sababu huko ni udate okay. Hakuna huko mambo na rafu. Huko ni biashara. Kwa kudate hakuna ngeti ni rafu. Huko kwa virabu hakuna ngeti mambo mtu anakupenda. Huko ni pesa, uko na pesa ngapi? Hivyo. So mimi nikafanya lakini sasa ilifika mahali sasa nimeifanya vizuri ile mpaka na wao sasa wameanza kukuchukia. Yani ushaenda na huyu, umeenda na huyu mpaka wao wenyewe wanasema huyu hapana. Sasa unaona yani na bado ni kama unakuwa rejected.
Na wao sasa wanasema huyu huyu sasa hata ilifika mahali unakunywa pombe mtu hata kuwekea hapa misinga 2 usikiangi mahali inaenda wakauza nakwambia are you normal wewe msichana unakunywa yote na madawa zingine. Okay, mimi sasa nikasema labda mpaka umeanza kuwashtua pia wewe mwenyewe. Wanashangaa hao wanaume like sasa nao sasa unasema ulikuwa unafanyia shetani kazi. Ungenina wanaume wangapi kwa siku? Sasa ina depend na pesa. Okay, wale wanaume kidogo umai lala nao kwa siku ni wangapi? Naenda na 4. Mimi nilikuwa naenda na 4 kwa siku. Hao ni mabwana za wenyewe. Mabwana za wenyewe. So ulikuwa unataka vijana? Mimi by the way sikuwa nataka vijana. So ulikuwa umetarget tu married men? Married men. Na wao labda na wao kuna kenye wanaona kwa ndio Mungu alikuja kunifunulia kuna kitu walikuwa wanaona kwangu si mimi. So mtu hata alikuja kunifunulia kuna wenye hata mnaponga hivi akupea pesa. After kuenda na yeye sijui anakufanyianga nini unachipata kama umerara yeye ashaenda. So ni ile pomba alikupaia na hiyo nyama ulikula hivyo tu. So hakuna hata fare inaweza kufikisha hata kwako. Unakuja kwako hata mtoto ile ya maziwa ufanye nini upati. So kulikuwa na spirit ndani yako? Kulikuwa kali sana. Spirit ya kutaka tu wanaume? Kutaka tu wanaume. Mwenye unapata tu umeenda na yeye? Pombe kupenda kiasi. Nilikuwa napenda pombe. Sasa wewe leo ulikuwa unakaaje? Kwa sababu unakaa hivi hata ukae unakaa nilikuwa nakaa mkali sana. Wacha sasa labda ni Holy Spirit. It humbles me. Ni Holy Spirit. Sasa hivi mimi hata huko maneno tulikuwa tunatusiana huko. Mimi saizi hata siwezi kutusi. Hata mtu anaongeanga hilo neno na shikanga mdomo hiyo neno yote umeongea. Lakini huko nilikuwa natusiana hiyo maneno tena kubwa. So I think the Holy Spirit it took over. Wakati ukiwa kwa kilabu, ni vitu gani ulipatana nazo sasa hivi ukiwa umepotelea kwa kuchapa sherehe na nini? Huko ni mambo mingi. Tuambie. Huko ni mambo mingi. Kama umekuja kushare story lazima at least utuambie vitu nyingi. Okay, wacha niseme kama wanaume wa mtu kukutumia, mtu anakutumianga. Kama kuna mwenye nilikuanga na yeye, is a married man, na yeye nikasema wacha nikuwe serious na yeye. Tukakaa na yeye 3 good years. Kumbe ananiwest. Ananiambia hata ashanichengea. Sasa kufika eti sasa ni ile mko karibu kuenda pamoja. Unampata amechange story na hataki story zako. Sasa huko huko ndani kunaweza kuwa huko mnaambiwa makastoma akikuja muite wasichana kutoka nje wakuje watumike. Wakuje wafanye nini? Watumike. Sasa wao kijana ni kutumbuiza watu. Mimi kwa nafanya virapo watu wakubwa wanakuja kina Samii. Hao watu wakubwa. Hata nimeifanyia kina Samido miaka mingi sana. Mpaka kuna ngoma tumetoa na wao. Ukiangalia mimi nimetoa nini lakini kwa natumiwa vibaya. Huko mapombe simejaa na ni mimi tu alafu na yani huko nakwambia huko nilitumikanga bila mimi kujua. Ngoma kina Samido mimi nishakuwa huko. Ukiniangalia kuna yenye Charismatic wao alitoa. Inaitwa the title nikikumbuka nitakupea mtu ataenda search atanipata hapo. So huko nilikuanga mbaya sana. Wewe ndio ulikuwa na dance? Mimi huko ndio nilikuwa nakunywa wanaume. Haya. Lakini na just imagine ndio uone kama hiyo madhabahu bado uongea. Hata hiyo ngoma iliwika sikupewa hata bobo. Hata nilifukuzwa kutoka kwa hiyo klabu kama umbo acha niseme. Sikuwahi hata tulikuwa wakisi wawili. Tulifukuzwa hata hatukuwahi pata anything. Hatukuwahi pata anything after kufanya hiyo huduma yote. Ndio nakwambia ukifanyia shetani ananga tu malipo ni kukutumia akiona sasa anakupeanga ile mawazo chiuwe you are nothing. Sasa wewe ni chiuwe ashakutumia. Nilikuwa naweka nakunywa pombe sisikii naenda wapi? Naweka hizi kuna hizi. Kwanza hiyo ndio ilikuwa imeniingia mpaka nikasema siwezi acha. Kama hata nikiacha pombe siwezi acha. Hiyo ilikuwa imeniingia masigara mogoka. Watu wakisema story za ajabu, mimi ninaelewa hiyo story ya ajabu. Kwa sababu mnaongeanga story hakuna.
Naona tukikula hivi mogoka mimi na wewe hivi. Zile story tunachapanga, wala ni story hakuna. Sasa unaona mtu akisema eti story za chapa. Mlikuwa mnapiga story hakuna. Unaelewa story hakuna. Mpaka kesho mnaulizana nini ile mlikuwa mnapiga. So mimi ninaelewa story ya chapa. Okay. Akisema story ya chapa. So kama ni kulewa ulilewa. Kulewa nililewa. Shisha nilichapa. Sherehe nilichapa. Mimi I think shisha 7. Ni gani? Shisha ni hiyo unafutanga hivi kwa maji. Inatuanga tu kwa maji. Ni mtoto wa Mungu kweli. Nisiongea mambo mengine. Shisha ni gani? Ndio nakwambia hii ni mnaekanga kwa hiyo shisha, mnaekanga kama kwa maji, mnaifuruta. Alafu hapa juu imewekwa makaa. Hiyo sasa ni ile ni mbaya sana, inagonganga kichwa. Hiyo watu wanatumikanga watu wakubwa si hao wadogo. Osile inakuwa kwa kitu kingine naona kama kakibuyu, sio hiyo? Sio hiyo. Shisha ni ile mnaeka kitu hivi sasa uko na nini yako hiyo mfuruto. Sasa huko hata watu wanapendana. Mnashare nyinyi wote na mfuruto ni huyo mmoja. Mnatoa moshi. Inatoanga moshi. Vibasa lakini mimi haikuwa inanishika. Bangi haikuwa inishika. Mimi ni kama Mungu alikuanga tu na mimi. Aliacha tu wewe tembea. Ulikunywa bangi, ukakunywa shisha, ukakunywa miraa, nini zote. Hakuna kitu ilikuwa inaniapenia. Hata zilitoka huko hata ndio nashangaa hata kichwa sikuwa iruka. So ni Mungu. God was with me. Sasa KG nimefika hiyo yote. Sasa imefika corona imekuja. Huko hata sikuwa nitoke. Yaani ni Mungu aliyekanga mavitu zingine. Unaona Mungu anakupeanga grace nyingine, neema nyingine. Ukifika mahali huwezi pitisha. Sasa mimi nilifika tu wakati wa corona. Wakati wa corona ndio sasa kila paya zimefungwa. Na mimi nikaambia Mungu sasa mahali imefika Mungu wangu. Sasa nimefika mwisho. Mimi nilikuwa tu naogopa. Hata sistangu aniambia nikilewa. Nikikuja nyumbani kitu nilikuwa tu ninataja ni jina la Mungu. Jina la Mungu. So hiyo jina la Mungu iko na power sana. So nilikuwa tu naambia Mungu. Sasa hata mahali nimefika, nimeinua mikono, nimesarenda. Sasa tukafanya agano na Mungu. Nikamwambia Mungu sasa ukinitoa hapa mimi nitakutumikia. Sasa unaona nishafanya kazi, nimefanya vitu za club, kila kitu nimefanya, kama ni muziki nimedance, kama ni video za kina Samido tumetoa. Lakini sasa niko hapa, hani ukiniangalia, hani hata maisha ya chokora inakaa vizuri kwa sababu ilifika mahali sasa hata nyumba ninafanya nini? Ninafungiwa. Ninafungiwa na vitu vyote huko. Ninaama, ninaenda mahali, naenda kulalia tu manguo. Yaani nilifika mpaka maisha mengine nikasema hii si maisha yangu. Hii mahali imefika, hii si maisha yangu Mungu wangu. Sasa after all nikaambia Mungu sasa woye kama Mungu wewe uko na unaishi na unasikianga tu watu wako nipe marriage. Nipe marriage. Kwa sababu ninaona hata kama walevi hata kama wanavyokunywa. Wacha nikuambie mwanamke mwenye uomba ama mtu yote mwenye uomba is powerful. Ndio sasa nitoke nikuje huko nje kuna kanini hapa nimeacha kidogo. Sasa huyo mwenye alini waste 3 good years na mimi nilisema nita revenge. Hiyo hiyo miaka ni mingi sana mtu anakuambia hata nishakuchengea mimi nika revenge kama mimi. Nikasema nitampeleka kwa mganga. Nikachukua namba ya mganga. Hata waganga na wao wanapitianga maneno. Niliona mganga mwingine huko Kisii ameadvertisewa, akasema venye yeye utibu. Na mimi nikasema huyu sasa ndio ninataka. Mganga kaniambia kwanza nikunywe maji. Hata yeye alikushtua. Hata yeye alinishtua. Simu zangu hakuwa anashika. Sasa unaona nimefika mwisho, corona ndio hii. Ninaenda kwa nyumba, sina nyumba. Hata kufungiwa nimefungiwa. Wacha nishika hata huyu mwanaume ndio hata corona iishe. At least na mimi hata kama ashani west na mimi nijue nishatoka huko na kitu. Wewe poma za wenyewe waachana nazo. Huyo mwanamume nilipigia huyo mganga simu. Mchana yote hakuwa anashika. Alikuja kushika usiku. Akaniambia kabla sijaongea na wewe tuma 1500. Wale watu wanakuanga ndio tunaambiwa hata sadaka mtu kutoa
it speaks. So aliambiaga tuma 500 ndio ni 1500 ndio ni kuangalilie. Mara hiyo 1500 sikuwa nayo, nilikopa. Nikakopa saa 6 ya usiku, akaniambia nitaangalia maneno yako saa 6 ya usiku. Sasa saa 6 ya usiku nikaona, unajua sasa uko na stress, depression ndio hiyo, hakuna hata usingizi, niko desperate. Desperation inasafanya ufanye anything. Sasa mimi nikampigia saa 9. Akaniambia huyo mwanamke wake she's so powerful. Alafu ni prayerful. Sasa ndio nimekuja kuona mtu wa Mungu is prayerful, yani powerful. They are na tujui. Sasa akaniambia huyo bibi yake huyo ni mwanamke akona na mwanamke muombaji sana. Sasa nikamwambia sasa nifanye aje kwa sababu ashani West. Akaniambia sasa kitu utafanya, utaenda utafute sijui nini. Yaani anakuambia kitu yenye haipatikani. Sijui uende Isiri ukuje na nini, sina cost ngapi, sina cost 7,000. Na hiyo hata sina, ni kama ni kunifukuza, alikuwa ananifukuza. Kechi nikaachana nayo. Huko sasa nikasema wacha sasa iende, wacha tu nimwache. Na nikaacha sasa, nikaambia Mungu juu hata huko kwa mali, hata huko kwa virabu wanaume wa wenyewe wana respect mafamilia sawa. Na mimi nikasema hata nipate mrevi so long as na mimi niko kwangu. Hata aende kukunywa. Kumbe nao sikujua kama ni covenant, sijui kama ni promise I'm making na make vibaya. Nikamwambia Mungu wangu, nipe yoyote unayenipea. Sasa mahali imefika, hata kama ni mlevi. Sasa kimeumana. Sasa Mungu, sasa tena nikaanza kuwa. Alafu mimi Kechi kwa hiyo maisha yote nilikuwa ninasumbuliwa na spiritual husbands. Tueleze. Spiritual husbands, yani unaporara wanaume wanarara na wewe. Yani kama msharara na mtu physical, usiku mnararanga na yeye tena kwa ndoto. Na kuja kusikia hiyo spiritual sasa ndio mbaya sana. Sasa wanataka wakunyanganye kila kitu uko nayo. So walikuwa wanakuja wanalala na wewe usiku kwa ndoto. Spiritual husband. Wanamkaa wangapi hivyo? Sasa unapewa tu mwanaume tu mmoja, naye anakutoshelesha hata kwa marriage huwezi taka, yani unaona tu uko sawa. Sasa hao tena ndio wameanza kunisu, hata wameniacha juzi. So nimeishi na hao spiritual husbands. For how long? Nimekaa na wao sana kutoka hata nikiwa high school sasa. Spiritual husband ukiwa high school. Nikiwa high school. Sasa ndio after my period ya soul yangu sasa nilipewa hao. Na hapa ndio nilisikia mchungaji mwingine akisema ukiona spiritual husbands ujue ni mtu wa familia yenu anawatafuta. Sasa hapo nilikuja kugundua this my uncle was behind the scene. Hiyo mambo hayo yote. Ni ilikuwa tu ni wewe ama pia wengine walikuwa wanaona vitu kama hivi? Sijawahi share na wao, wakaniambia kuwa spiritual husband, lakini mimi nilikuja kuona hata kazini mahali tulikuwa watu spiritual husbands wako na watu, yani ni kuongea watu hawaongee. Umeiona ile watu wenye unapata mko na disease moja lakini nashindwa kukuambia na mwingine anashindwa kukuambia, lakini daktari akikuja wafanyie consultation awaambie sasa frontier. Kila mtu ana frontier na the same disease, lakini mlikuwa sasa nikiambia huyu ataona aje. Hiyo spiritual husband nao sasa ina affect watu wengi huko nje. Kutoka ukiwa high school. Kutoka ukiwa high school mpaka sasa kwangu. Hata mpaka kwangu nikiwa hata na mimba. Wait. Ukiwa tutafika tu hapo. Sasa hizo spiritual husband asikuwa itaka nipate mwanaume. Asikuwa itaka juu sasa mimi ni property yao. Naelewa sasa. Asikuwa nataka upate mwanaume mwingine. Sinakuwa nasemanga sinakuanga na jealous mbaya sana. Ni ukweli? Sinakuanga na jealous. Sasa mimi wakati umaiona mtu mwenyama ni spirit ukiwa umelala tu pekee. Ukiwa umelala kama sasa mnaisara kama usharara na mtu fulani image yake inakuja usiku. Sasa mnalala na yeye usiku. Si eti ni watu ujui, ni watu umejua kwa sababu usharara na wao wengi. Sasa inakukujia usiku tena mnalala na wao. Sasa ndio nilikuja kuona maisha yangu si ya kawaida. Sasa nikaambia Mungu na mimi sasa nipea familia. Hii mambo imenifika mwisho. Nimetumika yangu yote, sasa nipea familia. God na akaanza sasa kunipea tena zile dream nilikuwa ninaota nikiwa mdogo. Akanionyesha
Sasa hiyo dream ilikuwa Pole sana. Imagine shetani isilil. Sasa hata hiyo dream ashaninyang'anya. Ashindwe. In the name of Jesus. Kumbuka hiyo tuambie. Sasa mimi nikaona huko sasa Mungu wangu. Okay, the dream was hivi. Nilikuwa nimelala. Sasa after kuongea na Mungu mchana yote. Kama nimelala kwa manguo zangu, kwanza hata hiyo floor ilikuwa kama hii. Nalalia manguo, Mungu akanipea dream for the first time. Dream mzuri kwa sababu in between hapa kutoka niache kuota ndoto mzuri nikiwa grade 5. Sasa nilikuwa ninaota tu vinyezi, mambo ingine funny spiritual husband, sikuanga na ndoto. Kilia naweza kuambia nimeota hii. Sasa Mungu na akaanza kunirudishia zile ndoto. Akanionyesha, yani nikaona kuwa mimi by then Mungu alikuja kunideliver mwenyewe, hata si Yesu. Kwa sababu in the dream niliona babangu akikuja, sura ya babangu, akiwa na vimbo. Vimbo kubwa hivi, lakini si ile ya kukugonga ukuve. Vimbo inakaa hii nini, lakini ni pana kidogo. Sasa dadi alikuja kwa na hiyo kwa dream kama nimelala. Huko kwetu Shago primary kwa hiyo field. Akaniambia mbona umenishinda, mbona umenisinya hivi. Sasa hatukuwa tuna negotiate. Hatukunegotiate. Akanigonga ile vimbo huko kwa kichwa. Nikakufa kwa ndoto. Sasa unaona hiyo ni kukufa ya pili. Sasa sijui kama ndio Mungu alikuwa ananiletea sword ama sio alikuwa ananifundisha sword yangu iko huko inatumika. Ndio nakwambia KH ukiona mtu ndio nilikuja kushikanisha yule shosho. Unaona mtu ukikufa kama uchaokoka hakuna mahali unaenda. Sasa my spirit was ilikuwa tu hapa. Naona my body there. Sasa ninashindwa naenda wapi. Spirit ninachiona mimi hapa. Naona my body there kama nimekufa. Nikamwambia sasa umenigonga nimekufa halafu. Nimekufa nikiwa yani niko mdogo sana. Halafu hakuna mahali ninaenda. Nitakaa tu yani kwa hewa tu. Unasikianga mimi nimekuambia kifo mtu aendagi mahali. Unamsikianga tu spirit yake inaruita tu. Sasa nikaona body yangu hivi. Kitu niliambia Mungu. Nilimwambia hivi kwa hiyo ndoto. Mwambia Mungu ukiniokoa kutoka hapa. Nitakutumikia. So that's the covenant. Nilimeki na Mungu. Nitakutumikia. Sasa ndio tena nilifufuka kutoka huko. Sijui venye hiyo spirit iliingia ile body. Tena nikakuja uhai. Sasa Mungu akanipea ndoa. Lakini Mungu venye alinipea ndoa. Nilipatana na mwanaume mwenye anakunywa na yeye akaniambia alikuwa na issue zake. Sasa nikamwambia wacha tukuje pamoja na mimi nilikuwa mbaya na wewe ulikuwa mbaya. Sasa let us come together we make a family. Kila mtu aache mambo yote mabaya. Si wewe ushakuwa na experience. Hata sikutaka nimueleze experience yangu. Hata sijaimwambia. Hata yeye hakunieleza experience yake. Nikamwambia sasa mahali we start wacha tujue yani kama sasa ndio tumezaliwa. Tuanze maisha ingine. Lakini mimi hapa kuambia Mungu eti nipe mwanaume kuna ile experience nilikuwa tu ninajua ndio usikonde mtu mwenye anakunywanga kiu ishangi haraka hivyo. Kiu ishangi. Sasa nilikuwa tu nimecholea Mungu aje ukinipea huyu itafika tu mahali namwambia hata kama yani nasikia tu niletee kidogo nionje. Tu nimekuwa na tamaa juu yeye anaelewa ni mlipatana huyu mtu wapi kwa club? Hatukupatana kwa club. Kuja kupatana hapa Rongai. Okay. Hatukupatana kwa ndo nakwambia hakuwaijua kama sasa mimi ndio nikuja kumueleza. Nianza kumueleza tu pole pole. Lakini si kwa nimwambia eti mimi nilikuwa nafanya kwa club. Kwa namwambia kwa hizo mapuchari. So mimi nilikuwa nafanyia territory ya shetani mwenyewe. Unafanyia shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe wale unafanyia. Ndio ni territory ya shetani. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Sasa hapo nikafanya nini? Sasa sasa Mungu penye nilifika hivi nayo nikashika ball. Tena sikukunywa hizo vitu zikaanza kudisappear.
Yeye alikaa na mimi mpaka ikafika 7 good months. Kama tumbo ishakuwa kubwa tena ndiye alianza kuanza kurudi kukunywa. But now the question is, umesema ulikuwa na spiritual husband kutoka ukiwa high school. Mpaka ukipata huyu bwana ulikuwa na spiritual husband. Alijua? Yeye ajuangi. Mtu mwenye physical huwezi jua, ndio maana tunaambiwa life is spiritual. Mimi I knew niko na spiritual husband through spirit world. So si physical. Ule haukwangi wa physical. My physical sasa ni my husband lili. So spiritual wale wanakuja tu wanalala na wewe, yani ni demons. The question is, wakati sasa unalala na huyu bwana wako, akishamaliza huyo spiritual husband anakuja ama yeye atangulie. Sasa unaweza pata hata una hamu ya, yani ilikuwa nisipate ndoa. Hata mkikosana tu kidogo hivi, ule spiritual husband anakupeanga kisirani, anakuja anakusatisfy. Sasa unapata uko na kisirani kwa huyu. Utaki huyu sasa. Sasa ndio hata wakati ndio nilikuwa ninaona mimi nilikuwa nawaki kwa territory ya shetani na hakuwa nataka nitoke huku. Hii nitaongea spirit itaniallow niongee. Ile that unaona tukiwa hivi kama tumelala hiyo usiku nikikuja kwake kumvisit. Hiyo usiku hata silarangi. Nasikianga tu tumbo ile kushuta kila wakati. Naona sasa aku reject na yeye aseme huyu ni nani. Yaani nikirudi kwangu niko sawa. Lakini nikirudi kwake kutembea kwake kumvisit hata harari, ndio nasema mimi hata yenye amenifanyia nimemsamee kwa sababu yani alikuwa yani alinipenda jinsi nilivyo. Mimi hata nilikuanga sura yangu imeharibika huko, nikikuja katika marriage tumbo zangu zilikuwa nikikaa hivi na mwili na yani nilikuwa tu nimeisha yangu yote nimeraanisha. Aya, na hii spiritual husband umesema ulisukumiwa na yule ango. Huyo ango hukuambia mtu yote, mimi naona huyo ango amenisukumiza. Sasa ndio nimekuja kuambia after kupewa revelation kabisa. Tuendelee. Sasa ndio nimekuja kushare na my sister mwenye ameokoka au shiangi na mtu mwenye aelewi. Okay. Nakwambia ni story za ajabu. Hizo ni za ajabu hizo. Sasa nikakuja sasa Mungu akanisaidia. Venye nilifika nikakuwa na ball. Sasa nikifika nikifika 7 months. Sasa mwanamume akabadilika. Akakuwa mbaya. Na hapa mahali tuko hapa Rongai. Ni kwa relative yake. Ako majuu. Sasa na yeye sijui kama I think ndio maana tunaonanga life. By the way hata nani alituambia vizuri the Queen Esther. Yani the marked spirit uko hapa lakini sina kuona the other side. So kama nishatoka huko bado sina ni connect kwa huyu na yeye ako hivyo. Sasa na yeye nikapata na yeye na hata yeye nimekuja kupata tu revelation na yeye ni the same lakini yeye ni mkubwa kuliko anko. Unajua wako na nini? Ranks. Sasa na yeye ako katika huyo, yani hata unaona the time kama hamna pesa maisha iko vizuri. Lakini wakati ashatuma hiyo pesa yake yani visilani sinakuwa katika hiyo nyumba everything mpaka msee anaenda kulala nje. Anamtumia pesa kama ni 20,000 anaenda anakunywa anakuja asubuhi bila kitu. Sasa ndio nikaanza kushuku kwa sababu hata maandiko yanasema pesa ya Mungu, pesa ya Mungu ama baraka za Mungu huwa sinakuchanga kwa urahisi na sinakuanga ni baraka. Lakini ya kuona ya kungangania hiyo nayo anza question. Kumbe sasa nilikuwa transferred. Sile bado sinanifuata kwa sababu mimi ni mali yao. Sasa monitoring spirit inakuelekeza kwingine. Kama wewe ushawashinda kule wanakuambia unadhani hapo ndio umefika, hapo bado tutakufuata. Sasa imefika hapa sasa kwa kina mzee wa Adventista. Sasa ni wale wanasema mambo na by the way Adventista hata mtu anaongeleanga mambo na eti ile nchi nyingine iko ni mmoja sana. Kwanza hata ni Pastor Mokoro peke yake wenye nimepata katika Adventista. Wengine wanasema hiyo story unaongeanga ni kama umerukwa na akili. Sasa mzee Kecha amenisumbua proper. Sasa katika after kuokoka sasa sinishakwambia nishaokoka sasa kwa marriage. Uliokoka aje? Nimeokoka kwa hiyo dream. Kwa hiyo sasa kuongwa na baba yangu.
Hapo ndio nimeokoka. After sasa kugongwa na babangu nikakufa, the spirit ikakuwa hanged hapa, nikaambia sasa I made a covenant na Mungu. Nikamwambia Mungu, ukinirejesha katika ule mwili wangu nitakutumikia, kwa sababu hapa spirit yangu iko hapa, hata hakuna mahali inaenda. Sasa nitakuwa hanging miaka yangu yote mpaka utakaporudi. Sasa nikamwambia ukiniokoa nitakufanyia kazi yako. So that's the covenant I made, na hiyo ndio nilianza uokofu wangu, ilianzia mahali pale. Sasa hapa sasa ndio nimepigwa vita mzuri katika sasa kuokoka. Sasa kufika kwangu, huyu mzee wangu sasa nimeanza kufika mwezi, yani ana ile eti anaweza pata pesa mchiorganize, mseme kama familia, tumepata hii pesa, wacha tupange hivi. Yani ni ule tu pesa yake, hata yeye mwenyewe sijui kama, yani hata yeye unapata tu ananua kitu haraka isiende, ni kama inapepeta vile imekuja kurealize. So, akipata tu pesa, uadui inafika, anakuforovisha, lakini na mimi kitu nisema KG, siwezi toka kwangu. Mimi nikaambia Mungu wangu, this is another covenant I'm making, kwa sababu katika huo mchi, nao marriage ikai. Mtu akikaa marriage yake vizuri, either bibi akufe. Mwenye anasema sasa wacha nikae. Wengi kila mtu ako kando. Hata mimi finally imekuja kuniapenia kama mzee wangu sasa ako kando na mimi niko kando. Lakini mimi ameniacha hapa kwa huyu kasini yake, yeye ako kwao. Lakini huwezi eleza ni kwa nini. Mmekuwa separated hivyo. So ni kama nayo huko ya madhabahu ya huko kwao inakataa mambo na marriage. Sasa amekuja hapo, sasa ndio amenitesa yangu yote. Lakini mimi nikasema Mungu wangu, hata kama ninapitia haya yote, mimi marriage siwezi toka. Ninataka sasa hii madhabahu ni break. Hata yeye aliniambianga mama yao walikosana na baba yake ananga hata ile rafu ya mama. Mama yao aliendaka wakiwa wadogo mpaka alikuja kurudi wakiwa form 4. So naona ni kama kuna madhabahu hapo ina speak against ndoa. Na mimi nikasema sasa hiyo marriage na mimi Mungu wangu nitasimama, siwezi ondoka. Sasa unaona, sasa nikaanza akiwa kama ana pesa, ni watu wengine wawili tofauti. Sasa wanaongea vizuri, anakuturiti vizuri, lakini ile pesa ikiingia, hai KG unasikianga stories zingine mbaya sana. Huyu hakuna kitu achafanya. Yaani unaona akiwa tu na pesa hivi, kama amekula leo, kesho yaani hata asubuhi ataesamuka, hata asifike kwa choo, akona acha mpaka anasikia tu afike kwa choo, lakini sijui kama ni force nyingine na mfurutanga, wale hata anaweza tupa tissue hapo aende kwa paa. Yaani mpaka hakikishe kuwa hiyo pesa imefanya nini? Imeisha. Ikiisha anakuja tena anaanza tu vizuri. Mnaanza kuwa tu vizuri. Nikajua tu huyu ni shetani na ako against marriage. Na mimi nikasema siwezi toka kwa hii ndoa. Hii ndoa nitaishikilia. Better I die nikiwa katika hiyo ndoa. Na mimi wacha nisimame, watoto wangu hii madhabahu niifunje, wasikuje tena kugo the same. Mimi nisema sasa wacha ifike hapa ikuwe mwisho. Sasa ndio kama last December amesema vizuri. Mama alikuwa akienda seminar. Sasa hapa seminar. Okay, sasa wacha nininie hapa kwa spiritual husband. Kitu nilikuja ikakuja kunishia his spirit husband. Sasa ndio msee tena akakuwa mbaya zaidi. Kwa sababu sasa ni kama sirifenji kwake, compare spiritual wives. So na yeye sasa akakuwa kama mimi nilivyokuwa. Naona after deliverance, mimi ni kama ile yote iliondoka ikamwingia yeye. Spiritual wives. Spiritual wives. Ulijuaje zimemuingia? Ulijuaje zimemuingia ni hii sasa kuroita na kila mmoja. Vile nilikuwa nikifanya. Sasa naye zimemuingia. Hata akakuwa wasibu niliko. Hata anaweza enda mpaka na wamama wazee wa Marand Road. Anaweza enda na kila mtu anaona. Kwanza hata siku nyingine nampata na msichana amefaa mpaka imefika akamwambia sasa, lakini Mungu anisamee hiyo nilisema, nikamwambia sasa kama ile ukimwi iko niua nikiwa the other side, hapa ndio nitakuja kuuawa. Yaani wale anatembea nao mpaka unakuwa scared of. Lakini mimi nikaelewa ni kama zile nitoka, silifanya nini? Silimuingia. Ndio maana mimi nasemanga usione, yani you are supposed, yani ukamuona vitu anafanyanga, ukaona ni yeye, si yeye. Hizo mimi zimenisumbua sana. Hizo yani unakuanga ni kama uko control. Unasikia kufanya jambo mzuri, lakini unapata ukifanya ile mbaya yenye unachukia, hata ndio unafanya zaidi.
Yani the spirit is willing by the body ina resist. Sasa imefika tumesukumana, amenichapa, mimi nimechapwa. Hii alama ndiyo alikuchapa. Mimi nimechapa kwa hiyo marriage. Lakini marriage naona uko na alama. But marriage is a beautiful thing. Haiwezi kuwa beautiful thing kama unapigwa sister. Sio kutudanganya. Najua ni mpango wa Mungu. A good marriage, mpango wa Mungu utandikwa? Si mpango wa Mungu utandikwe. Lakini nao ndio sasa usimame, ndio at least yani hata ile madhabahu ndio hata watoto wako wasikuje kugo chenye unagrow. Unajua sasa yes ninaweza enda KG sikatai, lakini ninapoenda na watoto wangu hiyo spirit itawafuata na watakuwa wakienda. Uko na watoto wangapi? 2. Wenye ulikuja na wake. Sasa nikuulize, sio umefanya tu vizuri. So utapigwa for how long ukisema unabomoa madhabahu? Sasa nishamwin kwa sababu hayuko karibu na mimi. Hayuko tena wa kunichapa. Sasa ako huko kwa anakunywa. So unaona afadhali akae kwa akikunywa? Sasa kama wewe unaweza the question is ni vizuri abadilike ukae naye kwa boma ama akae kwao? Mimi nilisema mimi niachia Mungu, nikasema let your will be done. Kama anaweza kuwa huko na yeye aenda achikumbuke akurudie. Mimi sasa nilisema after kuenda huko sasa hawezi tena rudi kwangu hivyo. Venye yako hapana, unless abadilike. The two can't go together unless they agree. Sasa kama tutakuja pamoja sasa ni yeye afanye nini? Abadilike na yeye. Ni mambo gani unafanya ku make sure anabadilika? Mimi kama saizi ni kumwombea. Au unamwombea? Lakini unamwombea, unasema Mungu akae tu huko. Kama saizi niko na peace of mind, wacha niseme. So ni yeye tu akae huko. Ni yeye tu akibadilika atakuja tuishi, ama akibadilika mimi nitaenda huko niishi. Kama what if atabadilika for 10 years? Wacha sasa kila mtu akue na maisha yake. Hapa watoto sasa. What if mwana mwingine atakuja asema nataka kukuoa na ule hajabadilika? Unajua that spirit kitu nilikuja kurealize. Usiwahi toroka hii ukadhani kwingine kutakuwa sawa. The same spirit itakufuata. Itakuwa tu transferred. Otherwise utahesamwacha usikie tena ashakuwa mzuri. Ukienda kule yule akue mbaya. Si hata hizo nani alikuwa anatusomesha hapa, hata nasikumbuka vizuri sana. Yaani unaona kama hizo territories, kama sina hizo spirits ukufuata. Unaona usiwahi mimi nilijifunza kuwa usitoroke ukisema umefanya nini? Eti sasa utaenda kukua vizuri. Kechu huwezi. Bado hiyo kama ni rejection inakufuata. Kama sasa ni heri ukae hii marriage yako itengeneze. Hii yenye uko nayo saa hii. Hiyo ingine bado sitakufuata na tena ni vita ingine utaenda kwa. In fact utamwacha hivi kwa sababu hiyo madhabahu ya kwao ama huyo mchawi huko kwao na yeye hataki hiyo marriage. Shida yake kama saisi I'm sorry to say tukiwa na yeye amtumiangi hata do. Lakini akiwa huko ushawa na mspoil anaweza mtumia hata 40,000 ya kunywa. Huyo brother yake. Huyo cousin. Huyo cousin yake. Sasa unaona hapo na yeye hata niliona hata yako against marriage. Anapokuwa umekuwa separated anafurahia. Anaweza sasa waspoil na huko. Hiyo pesa anajua ni kukunywa wanawake hivyo. Hakuna kitu kingine anafanya. Lakini hapa kwako hata shilingi huwezi ona. Yaani amenipea ile mpaka mimi nichingoe mahali pale. Lakini mimi nikasema Mungu utashikilia kama itafika mahali nitatoka, Mungu anielekeze mimi nitaenda. Kwa sababu kwa uwezo wangu mimi ninaweza jichagulia tena nipate nimejichagulia njia mbaya. Mimi afadhali sahihi KG nikuwe single nikimtumikia Mungu. Sababu marriage mimi naweza kuambia sahihi nimepaka for 3 years lakini nimekaa kama mtu wa 30 years. Ile mambo nimepitia. Mimi kuchapwa nimechapwa. Ile mambo nimepitia. Mpaka hii unaona tu hata lakini nasemanga usiposimama utengeneze hii marriage saa hii. Afadhali tu ubaki tu ukiwa single basi. Usiende kutafuta eti umeenda kwa sababu the same spirit itakufuata. Pole sana. So sasa uko peke yako na watoto wako? Niko sasa peke yangu na ule first born ako shule, lakini shule walinipigia simu kuna madam we shared
tulishaanga tu na yeye. Sijui hata mbona spirit ilikuwa inaniambia uwe ninamwambianga everything. Ilikuwa tunashare. Unajua mimi kitu ninafurahia nikishare kitu uniondoka na nina heal. Sasa tulikuwa tunashare na huyu madam ni heal. Kumbe hata mimi wakati nimenyamaza hivi hata huko shuleni hani Mungu anafanya vitu zingine. Unaona sasa hata fia alipi pesa yake ni kukunywa. So just imagine shule ilinisimamia ikasema mtoto itamsomesha hata kwenda high school watamsponsor around some fee kidogo na mimi sasa ndio nisikuje kuchipin. Sasa unaona venye Mungu anatenda tu mambo. Sasa ndio nisema nikingangana tu niende mtoto kijana wangu ni mkubwa. Nitaenda tena kumuintroduce kwingine. Hiyo bado ni vita nyingine unajisukumianga. Hiyo bado ni vita nyingine unajisukumianga. So safari ya wokovu imekuwa si rahisi lakini bado tunajua tumesimama katika upande wa ushindi. So, umesema uko kwenu huyu yangu alichukua nyota zenu. Je, zimerudi ama bado? Mimi kuna wakati niliota revelation ya asubuhi, that was a vision nikiwa kwangu hapa. Sasa wakati nimeingia kwa Mungu sana, wakati nilianza kuingia kwa Mungu, aliniambianga niwe nina fast sana. Akanipea mpaka siku za kufast. Akanipea Wednesday na Friday. Na hapo hata nilikuwa na mtoto mdogo. Akaniambia nitakuwa na fast mpaka saa 11 ya jioni after maombi. Sasa nilikuwa tu ninafuatilianga hivyo. Sasa ndio nilikuja kama nimelala nilifanya nini nilichiona kama unaona kama this glass utaifinya hivi itokee the other side. Mwili wangu sasa ndio ulifinywa hivyo. Nikasikia kama sijui kama ni mwili ama ni nafsi ilitokea the other side. Ama the ball uko nayo utasikia uchungu utaing'oa hivi mpaka hiyo kitu ya ndani itoke that white. Hivyo sasa ndio nilionyeshwa kuwa nimetolewa na nikaambiwa you are free now. You are free now na nitakusaidia na nitasaidia na kwenu na sitakuonyesha revelation. Yaani Mungu hawezi kuonyesha kitu. Mungu anapokuonyesha kitu hata hospitali unapoonyeshwa hii ndio kansa hata wewe utakuwa ukitibu maugonjwa mengine apart from that one. Lakini Mungu akikuonyesha this is something so ana work for it. Lakini naweza omba tu mtu anasikia yani kama tunaweza tu mtu anaweza kama nishikilianga tu kwa maombi kwa sababu naona hiyo vita bado unaona niko katika SDA hawajuangi mambo na hizi nini sana. Sasa kama ninaweza pata tu mtu asimamange na mimi kwa maombi aniambiange kama nikukiri these barriers family spirits nitaweza skili aje nitaweza hizo barriers nitaweza saidika aje. Ongea na Apostle Lee. Apostle Lee kama uko pale unatazama kuna mgeni hapa. Apostle Lee ni mzuri mnaweza shikana naye. Although sijaifika kanisani mwake, lakini nikudanganya. Sijaifika kanisani mwake but nimesikia tu watu. Nimesikia watu wakisema at least haombe watu pesa. Nimesikia. Nimesikia? Haombe watu pesa na mnaweza shikana muombe. But si hajaomba mtu pesa sijasikia mtu akicomplain. But I don't know him. Now, una survive kivyako saa hizi life inakupelekaje? Life is not easy. Kwa sababu sasa kitu ninafanya mimi uuza vitabu na kampuni ya EICTA inaitwa lakini tunauzianga kila mmoja. Inaitwanga Home Health Services. Home Health Education. Hiyo ndio vitabu tunauza. Sasa unapokuwa tunauza tu mashule hivyo makanisa juu inahubiri about the health, about spiritual hivyo sasa hiyo ndio tunafanya. Kama mnaweza nipea orders nikiwaletea hata kama ni shule sinaongeleanga mambo mzuri sana. Mtoto anaweza andika composition mzuri sana through hizo vitabu kwa sababu sinaandika once at time so zinakuanga ni vitabu mzuri sana. Sa kugrow about marriages zinasaidia. Kuna I Effective Marriage, kuna vitabu mingi. Kama mimi hizo vitabu by then ndio zimenipea mwangaza. Hizo vitabu zimenisaidia sana. Now, mtu maybe ungependa any support from people ama uko sawa? Uko KG mahali niko siko sawa. Si uongee dakika mbili tukimaliza. Uko mahali niko siko sawa kwa sababu huko sio kama ni territory ya wenyewe niko. Yaani kuna mapanya zinakuanga abnormal.
Kama saizi siwezi acha kitu home. Ndio maana mimi nimekuja. Unaona, okay, Kechi, wacha niseme after sasa mimi kuanza kuomba deep, vitu silibadilika. Ule jamaa huko alikuanga na kampani kubwa sana ya kusupply mayai ya kuku Rongai mzima. Hata alikuwa akikileta mpaka hapa town. Saizi hiyo nini imedidimia. Ikionyesha sile pesa hiyo nini haikuanga vile. So huko kumebaki mimi peke yangu na huyo mtoto. Juu sina mzee sasa, nyasi zimemea mpaka sasa unaona huko ni kwa kijiji huko ndani. Sasa huko yani kuna mapanya abnormal mpaka ninafika mtu mahali nasema oye, yani ile security mtu anaweza kucha agonge vizuri. Sasa unahamia kwenda wapi? Ndio hiyo nasema sina hata bobu ya kuama sahi. Hata mtu kama anaweza nipatia nyumba ile, anasikia tu anataka tu kiateka amchungie nyumba, inaweza ni kama hiyo. Kwa sababu huko yani siko safe kabisa. Huko ni kama niliharibu tu mambo yao. Sasa wako jealous na mimi, anything may happen. Unajua, alafu na mimi ni mwanamke, naweza pangiwa. Juu huko hata ni nyumba za mabati. Mtu akikuja achomoe vizuri hivi anaweza ingia kwa nyumba. Kama sasa mvua inanyeshanga kama hii imenyesha, kunanyesha mpaka majirani kila jirani amejifungia kwake, wako na compound. Huko kwetu hatuna compound, tuko tu kwa barabara. It's a painful story lakini. So mtu akikam through itakuwa sawa? Itakuwa sawa na nitashukuru. Watu watakupataje? Tukimalizia, watu watakupataje ndio kama kuna mwenye anaweza kusaidia? Okay, nitaacha namba yangu. Yes, and of course, lazima useme namba. Namba yangu ni 07 14 88 83. Rudia. 07 14 88 83. Na Mungu awabariki. Sawa. Asante sana sister kwa kuja. Asante kwa kushare story yako na sisi, na pia kama uko pale nje unataka kushare story yako pia tupigie kupitia kwa 0712776576 0712776576. Pia wewe unakuja unashare your story hapa for free, haulipishwi anything. Na kama kuna mwenye lipisha pia atuambie, aseme KG mlinipisha 50, 10k, 2k, 1k, na pia tujue either kama ni hii ama kuna KG ingine. So thank you so much good people for always tuning in. Wacha to support our sister. Mimi ukisikia nasema to support mtu, nimefeel usio rahisi, na hata nyinyi mnajua sio rahisi. Mimi sikuangi hapo pa support, sio rahisi, but ukisikia nasema wacha to support our sister, wacha tumsupport atoke pale apata kanyumba kengine. Unaweza taka kuhamia wapi? Maybe watu wakitaka kuhamisha anaweza nihamisha in between Rongai tu. Rongai. Ama popote wale wanaweza in between tu. Na mtu akisema kuna nyumba Roysambu ni sawa. Mahali imefika ama mtu akwambie atakupea nyumba 45 ni sawa, ama Kasarani ni sawa. Kwa sababu huko hata stima nilizimiwa kitama. Unaona hata kunipata inakuanga shida. Hapo mapanya zimeishi, kila kitu imeishi, lakini stima unaona hakuna. Sasa last year May ndio walikata stima. Hiyo unaona si ni kufukuzwa tu. Na mimi unachipeanga tu moyo. Juu stima nayo ilikatwa. Sasa niambie yuko kwote hakuna security, hakuna mzee, lakini stima hakuna ilikatwa. So bye. Thank you so much for watching. We love you. Bye. See you next time in the next video. Interview my story. Nitansana.